Bi Faraja Celestina ni afisa wa mapato na mchezaji wa netiboli. Yeye ni nahodha wa timu ya netiboli ya chuo cha Kampala, na uwezo wake katika michezo umempatia kazi katika chuo hicho, idara ya mapato na mikopo. Tazama maisha yake na uzoefu wake wa kila siku. This is Beyond the Narrative. Bi Faraja anaelezea utaratibu wa maisha yake ya kila siku ofisini. Nikiamka asubuhi najiandaa kwa ajili ya kuja kazini. Kazini na ripoti saa 2 kamili. Kwa hiyo ikishafika saa 2 kamili natakiwa niwe nimeshafika ofisini. Nikishafika ofisini nahudumia wanafunzi kwa sababu sisi tunadili na wanafunzi kwa sababu ni chuo. Kwa hiyo wanafunzi wanakuja ofisini, wale wenye risiti, wale wenye shida mbalimbali kuhusiana na malipo kwa sababu niko kwenye kitengo cha finance. Niko finance department, kwa hiyo tunadili na malipo. Kwa hiyo wanafunzi wakishafika ofisini, anakuja analeta risiti, akishaleta risiti nampostia mwanafunzi. Kwa sababu anataka pia kujua ni kiwango gani cha ada ambacho anatakiwa alipe, kwa hiyo anamuelekeza kwamba hapa ilikuwa natakiwa ulipe kiasi fulani. Sasa ili uweze kufanya mtihani natakiwa ulipe 900. Kwa sababu kwenye kozi yako hiyo hapo BMS kufanya mtihani huu wakati tu inatakiwa ulipe 900. Kwa hiyo ina maana kwamba hapo umelipa 600. Ina maana bado 300. Sawa. Na nikiangalia kwenye system ni hauna mkopo. Ukiangalia kwenye system hapa Yasini hauna mkopo. Kwa hiyo ilikuwa napaswa ulipe 900, naona umelipia 600. Kwa hiyo kiasi kilichobakia inatakiwa umwambie mzazi ili aweze kufanyaje? Aweze kulipa. Sawa? Karibu. Baada ya hapo unakuta wanafunzi wengine pia wana mitihani. Kwa hiyo mwanafunzi yote yule ambaye anafanya mtihani lazima awe na kadi ya mtihani. Kwa hiyo mwanafunzi hawezi kuruhusiwa kuingia kwenye mtihani kama hana kadi ya mtihani. Kwa hiyo kipindi hicho tunakuwa busy kuposti risiti za wanafunzi na pia kuwaprintia kadi kwa ajili ya mitihani. Baada ya hapo kuna kazi zingine ambazo unazifanya tofauti na kuposti risiti za wanafunzi. Huwa nafanya bank reconciliation. Bank reconciliation nafanya kila mwezi, tunafanya bank reconciliation. Tukishamaliza kufanya kazi tunapumzika kuanzia saa 7 mpaka saa 8 tunakuwa tunarudi ofisini. Tukisharudi ofisini naendelea na majukumu yangu ya siku zote. Pia kuna wale wanafunzi ambao wanachukua vyeti, huwa wanakuja waliomaliza mwaka jana na hiyo miaka ya nyuma. Kwa hiyo wakishafika ofisini pia wanakuja wanatuletea clearance, wakishaleta clearance huwa tunazi-audit zile clearance. Tukishamaliza ku-audit tunamsainia mwanafunzi anaruhusiwa kwenda kuchukua cheti. Kwa hiyo wanafunzi wa vyeti yani ni lazima huwa tupitie akaunti zao kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili tuweze kujua kwamba tunamdai. Kama tunamdai tunamwambia utulipe pesa zetu. Kama hatumdai tunamsainia ile clearance then anaenda anachukua cheti. Baada ya hapo labda naweza nikafanya hizo kazi za kuaudit clearance za wanafunzi mpaka labda saa 10. Ikishafika saa 10 naanza kufile. Kwa sababu kuna wanafunzi wengine pia wanatuletea barua. Kwa hiyo zile barua lazima nizifile. Nazifile kila siku. Kuna zile za dead semester na kuna wanafunzi ambao wanaahirisha masomo. Kwa hiyo natakiwa zile barua zao tuzifile. Kuna wale wanafunzi ambao ni wa termination, barua zao lazima tuzifanyie kazi. Kwa hiyo zile barua zote ambazo zinaletwa na wanafunzi zote zile lazima tuzifile. Kwa hiyo ikishafika saa 10 nazifile mpaka ikishafika muda saa 11, muda wa kazi unakuwa umeshaisha, naendelea na majukumu mengine tofauti na kazi. Baada ya kumaliza kazi ya kuandikisha, anatoka saa 11 jioni na kurudi nyumbani.
Anapofika nyumbani anapumzika, na hii ni kwa muda mfupi tu kabla ya kuanza maandalizi yake ya mazoezi ya netiboli. Kila siku ya wiki anatakiwa kutenga muda wa mazoezi ya netiboli, hasa ikizingatiwa kuwa yeye ndiye nahodha wa timu yake. Bi Faraja anaelezea taratibu zake anapofika uwanjani kwa ajili ya kujiandaa na hasa katika mechi za netiboli. Kama mnavyoniona hapa, niko kwa ajili ya kufanya mazoezi. Nikifika uwanjani, kitu cha kwanza kocha anatupa mipango ambayo amepanga kwa siku ile tuweze kuifanya. Kitu ambacho anatupa, kwa mfano kama mimi ni goal shooter, japokuwa nacheza position zote, lakini my best position ni shooter na shuti. Kwa hiyo mimi nikishafika, kocha ananipa mpira, kuna namba pale nimeandikiwa za kushuti, za kusimama pale. Kwa hiyo nasimama pale kwenye zile namba na shuti. Nikisha shuti, nikimaliza tunaendelea na mazoezi mengine kama kawaida, kwa sababu kila watu wana mazoezi yao. Inamaanisha mashuta wanafanya mazoezi yao ya kushoot, ya kupasiana ball, then defenders wanafanya mazoezi yao pia how to defend, and then wale mid court nao wanafanya mazoezi yao. Baadaye tunakuja sasa tunachanganyishwa kwamba tunafanya mazoezi ya pamoja. Kocha wa netiboli anazungumzia maoni yake kuhusu Bi Faraja na uwezo wake katika michezo. Captain wangu ni kwa kweli mmoja mchezaji mzuri. Ni mmoja ambao anashika mafunzo kile unachomwambia, na hichi sababu kushika mafunzo yake ndio kilichomsaidia hata kuweza kuwekwa, anacheza nafasi nyingi katika mchezo wa netball. Unaweza kumsha shooter akacheza vizuri goal attack, lakini kadhalika unaweza kumwambia cheza center au nje attack akacheza vizuri vile vile. Kadhalika hata ukimwambia cheza defense. Na kwa sababu kushika mafunzo yake, na ndio maana inapochagua timu national team yetu huwa hakosi kuchaguliwa. Hata ukiwa jopo la makocha 5 wateua timu ya taifa, basi jina lake lamo itakuwa katika taifa, kwa sababu kubwa anaweza kushika mazoezi, anazingatia na anabidii ya mazoezi, sio mpaka vile umpangie. Anaweza kafika mwenyewe akafanya mazoezi yake, baadaye akafanya mazoezi ya mwalimu na bila kusita, na akafanya kwa vile ninavyohitaji mimi. Na hiki ndio kitomsaidia sana mpaka kufikia hatua hii. Na imani Isa anavyocheza na anavyozingatia mazoezi, anaweza kafika hatua kubwa zaidi kuliko hapa alipofika. Kocha anaelezea utaratibu wa mazoezi ya kikundi cha timu. Tunaanza kwa kunyoosha, tukishanyoosha wataanza kufanya kukimbia. Baada ya hapo tutafanya tactics za kimpira, mafunzo ya shooting na namna ya kucheza. Nione atashuti namna gani, kuna magoli yale ya namba. Kuna magoli ya kuanzia fed, anatokea fed itabidi avuke msauti mpaka ingie ndani, avuke madefense ingie ndani kwenda kuscore. Unampa magoli 30 kwa muda mwingine dakika 15, ni lazima atekeleze hicho kitu. Ukimaliza mazoezi yao unampa mazoezi ya namba ndani. Magoli 300 kwa kila siku lazima afanye hicho kitu. Kwa hiyo hata ule mkono unakuwa unazoea kufanya range ya mkonani pale. Kwa hiyo inakuwa hana tatizo. Vipindi hivi huwasaidia wachezaji kuimarisha ustadi wao wa riadha, hata katika kufanya ujuzi wao maalum na mienendo yao inavyohitajika kwa mchezo wa netiboli. Vipindi hivi vinaonyesha manufaa yake katika mechi halisi za netiboli, wakati seti tofauti za mazoezi zinaboresha uwezo wa jumla wa wachezaji katika mchezo wa netiboli. Bi Faraja Celestina anaelezea jinsi vikao vyao huhitimishwa. Then tunajiandaa kwa ajili ya kucheza kwa pamoja. Tunagawana timu hii na timu hii, then tuna compete hapo.
Kocha anawatenganisha wachezaji katika timu zinazopaswa kushindana. Timu hizo huvaa sare za michezo tofauti na hupewa nafasi tofauti katika timu za netiboli. Bi Faraja ni mfadhili wa wazi wa michezo ya wanawake nchini Tanzania, lakini pia kile kinachoweza kusemwa kuwa ni zaidi ya hisia kuhusu michezo ya wanawake mwaka 2025. Bi Faraja Celestina anaelezea maoni yake kuhusu hali ya sasa ya michezo ya wanawake katika nchi ya Tanzania. Kwa sasa hivi hali iliyopo ni kwamba sasa hivi hali ni nzuri kwa sababu wanawake wengi sana sasa hivi wamejitokeza kwa ajili ya kushiriki mchezo wa netball. Zamani walikuwa kidogo wanajificha ficha, lakini sasa hivi ni wanajitokeza kwa wingi sana. Kwa sababu kwanza sasa hivi miundombinu sasa hivi iko ya kutosha. Ni mtu tu mwenyewe aamua kwamba mimi sitaki kucheza netball. Lakini sasa hivi ukiangalia sehemu nyingi sana kuna viwanja vya netball. Kwa hiyo mtu kama ana kipaji, anapenda mchezo wa netball, ina maana kwamba anaweza akajitokeza sehemu yoyote kwenda kufanya mazoezi. Na pia sasa hivi walimu wako ni wengi sana ambao wamefundishwa, wamepata mafunzo kuhusu kufundisha wachezaji wa netball. Sasa hivi walimu ni wengi. Ukienda viwanja vyote lazima ukutane na walimu. Kwa hiyo hali ni nzuri kikweli. Yaani watu wana mwamko tofauti na kipindi cha nyuma kilivyokuwepo. Bi Faraja Celestina anazungumzia kuhusu imani potofu ambazo watu wamekuwa nazo kuhusu mchezo wa netball. Ile imani ya zamani kwamba walikuwa wanasema kwamba mchezo wa netball ni kwa ajili ya wanawake tu, sio kweli. Sasa hivi mpaka wanaume wanacheza netball. Hata ukiangalia kwenye mashindano sasa hivi wanaume utakuta kwenye netball. Alafu zamani pia watu walikuwa wanajua kwamba mchezo wa netball ni unacheza na watu wembamba tu au watu ambao wana kimo kidogo kidogo. Lakini ni sio kweli kwa sababu sasa hivi ukiangalia netball sasa hivi wanacheza mpaka watu wanene. Lakini kutokana tu na mazoezi mtu unaweza ukacheza mchezo wa netball tofauti na mwanzo walivyokuwa wanajua kwamba netball ni kwa ajili ya watu wembamba au kwa ajili ya watu ambao hawana miili ndio wanashiriki kwenye netball, kitu ambacho ni sio kweli. Kwa sasa hivi netball mtu anacheza, mtu yoyote awe mnene anacheza, awe mwembamba anacheza, awe mfupi anacheza, awe mrefu anacheza, ni mtu yoyote yule anaweza akacheza mchezo wa netball. Pia anazungumzia mafunzo ambayo amejifunza kutokana na kucheza netball katika maisha yake. Masomo ambayo nimeyapata katika maisha ya netball, kwanza ni kushirikiana na timu. Kwa mfano mimi mchezaji, lazima nishirikiane na wenzangu katika kila kitu ambacho tunakifanya. Nashirikiana pia na wachezaji wenzangu, pia nashirikiana na viongozi wa timu. Hii inasaidia sisi kama wachezaji kufikia malengo yetu, kwa sababu tusiposhirikiana na timu au nisiposhirikiana na wenzangu kwa chochote au nisiposhirikiana na viongozi, ina maana kwamba sitaweza kufanya chochote. Kwa hiyo ushirikiano ni kitu muhimu sana katika timu. Kitu kingine ni kujitolea na kuwa na nidhamu. Nidhamu inapatikana vipi? Ukiwa mchezaji lazima uwe na nidhamu. Usipokuwa na nidhamu huwezi kufanya chochote. Ina maana kwamba unaweza kuwa mchezaji mzuri lakini kama hauna nidhamu ni sawa na bure. Kitu cha kwanza katika uchezaji lazima uwe na nidhamu. Una nidhamu kwa viongozi wako, una nidhamu pia kwa wenzako, unawaheshimu wakubwa na wadogo. Yaani kila mtu ambaye yuko katika timu inatakiwa umwekee nidhamu. Usipomwekea nidhamu inamaanisha kwamba hatuweza kufanya chochote kile katika timu. Ina maana kwamba ukiwa na nidhamu utafika mbali na utaweza kufikia malengo yako. Kitu kingine ambacho nimejifunza katika maisha ya netball ni pia uongozi. Ina maana kwamba sisi wachezaji, mtu yote yule anaweza akawa kiongozi. Let's say mimi ni captain katika timu yangu ya Kampala, lakini pia nashirikiana vizuri na viongozi ambao makochas, viongozi wa timu, pia nashirikiana nao vizuri sana katika kila jambo ambalo linahusu mchezo wa netball. Kwa hiyo inamaanisha kwamba sisi wachezaji pia au mtu yote yule mchezaji anaweza kuwa kiongozi. Na ukiwa kiongozi inamaanisha kwamba unaweza ukaongoza timu yako au unaweza ukaongoza wenzio na pia unaweza kuongoza jamii kwa ujumla. Bi Faraja hapa anazungumzia falsafa na maisha yake ya kila siku. Sisi wachezaji wa kike tunapitia changamoto nyingi sana. Kwa hiyo sasa inatupasa sisi kwanza tujiamini kama watoto wa kike na pia kutokukata tamaa katika maisha. Yaani katika kitu chote ambacho tunakifanya haitakiwi mtu kukata tamaa. Wanasema kwamba kukata tamaa ni dhambi, lakini sisi kama wachezaji
na pamoja na dada wengine au pamoja na wasichana wengine ambao wanacheza mchezo wote ule, uwe netball, uwe basketball, uwe mchezo wote ule, ni kwamba hakuna kukata tamaa. Kukata tamaa sio kitu kizuri. Ina maana kwamba ukikata tamaa ina maana kwamba pia malengo yako yanafifia. Ina maana kwamba hata kama pia tunapitia changamoto nyingi, inatakiwa tusikate tamaa. Tukabiliane na zile changamoto, mwisho wa siku tuweze kufikia malengo yetu. Pia akizungumzia juu ya kile kilichotokea baada ya kuhitimishwa mechi na mazoezi hasa yanayofanyika wakati wa mashindano. Tushamaliza kufanya mazoezi, tukimaliza tukicheza, tunapumzika kidogo, tunapata water break, then tunarudi na uwanjani tuendelee na mazoezi yetu ya kila siku na kama kawaida. Kipindi cha mechi, mazoezi ambayo hatuyafanyi ni yale mazoezi magumu. Kwa sababu uwezi kukaribia mechi alafu uko unafanya yale mazoezi magumu. Kwa hiyo mazoezi magumu tunafanya ile kipindi cha mwanzo kabisa kabla hatujafikia mechi, kwa sababu huwa tunaenda kwenye tournament mbalimbali. Kwa hiyo inamaanisha kwamba mazoezi kama labda kwa let's say tournament labda ni mwezi wa 8, huwa tunajipanga kuanzia sasa hivi tunafanya yale mazoezi ya kawaida, then tunafanya mazoezi yale magumu, baadaye tunakuja karibia na tournament, tuna mazoezi yanakuwa ni mepesi. Kwa hiyo karibia na mashindano hatuwezi kufanya yale mazoezi magumu, kwa sababu tukifanya yale mazoezi magumu inamaanisha kwamba itatuia vigumu, hata miili yetu pia itanoka. Kwa hiyo huwa tunafanya yale mazoezi mepesi ambaye yanatufanya tuweze kufanya vizuri zaidi katika mashindano yetu. Bi Faraja Celestina anazungumzia kuhusu matamanio yake katika michezo ya netiboli. Kwanza kitu ambacho natamani katika maisha yangu ni kwamba niweze kushiriki mashindano mengi ya ndani na nje ya nchi. Ndani na nje ya nchi na maisha kwamba nitoke hapa Tanzania niende nikashiriki mashindano hata huko nchi zingine ili niweze kujifunza zaidi, kwa sababu hivi ambavyo najifunza ni hapa tu kwetu nchini, lakini sijapata ile jinsi ya kujifunza huko nchi za wenzetu. Kwa hiyo natamani siku moja nitoke mahali hapa nilipo ili niende nikajifunze huko nchi za wenzetu, nijue wenzetu wanafanya nini, wenzetu wanafanyaje kwenye mchezo wa netball, ili niweze kujifunza zaidi, na nikirudi tena nchini ili niweze kuwafundisha wenzangu ni jinsi gani wenzetu wanafanya mambo yao. Katika chuo kikuu cha Kampala jijini Dar es Salaam, Tanzania, siku hadi siku ofisini kama afisa mapato, Bi Faraja Celestina husaidia wanafunzi kutatua majukumu ya kifedha na aina ya kazi kama hiyo kwa idara ya mapato na mikopo. Anatoka saa 5 ili kujiandaa na mazoezi ya netiboli. Kama nahodha wa netiboli, ni jukumu lake kujitokeza katika mazoezi mara kwa mara. Kocha wake anatambua uwezo wake wa riadha kuanzia msimu wa joto hadi mechi za netiboli. Vipindi tofauti hupangwa ili kuboresha ustadi wake kila inavyohitajika kufanya kiwango cha juu zaidi. Kazi ya ofisini haimzuii Bi Faraja kupanua uwezo wake wa riadha, wala haimzuii kufuata malengo yake ya kila siku katika riadha. Tunaweza kujifunza mengi kutokana na njia ya maisha ya kila mmoja wetu, kwa sababu maisha huzungumza zaidi ya maneno yetu yanavyoweza kueleza. Zaidi ya mazungumzo, maisha yetu yanaweza kuzuia mtazamo mpya kwa wengine, na kwa hiyo ni juu yetu kwenda zaidi ya simulizi. This is Beyond the Narrative.
ITV Super Brand Afrika Mashariki.